Umesikia misumari aliyoiweka mwalimu hiyo. Kwa hiyo wewe sasa katika upande wa Uislamu unazungumziaje? Unakubali kwamba Mungu ana mwana au unakataa? Na kama unakubali kivipi, na kama unakataa kwa hoja gani? Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Watukufu ndugu zangu Waislamu mliohudhuria hapa na wale ambao wapo katika mitandao mbalimbali ya YouTube ambao wanaangalia live, kwanza hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia kutupa fursa hii ya kuweza kujadiliana maneno ya Mungu kwa amani juu ya kufahamishana imani za dini zetu. Mada kama ilivyotangazwa kwamba je, Yesu ni mwana wa Mungu? Nisikilizeni kwanza kabla sijasema chochote, alafu mtajadili mwalimu aliyetoka amejadili Yesu mwana wa Mungu ama amejadili Mungu ana watoto, ndio mtajiuliza hapa. Narudia tena, mada iliyotangazwa kichwa cha habari, je, Yesu ni mwana wa Mungu? Lakini mwalimu mpaka anakaa yeye anajadili tu Mungu ana watoto, kwa hiyo mada kaiacha. Sasa mimi nitamfundisha tu, kwa sababu inawezekana alikuwa hajaelewa mada ni nini, kwa sababu mpaka anakaa anajadili Mungu ana watoto, Mungu ana watoto, manabii wamesema Mungu ana watoto. Kaacha ile mada iliyotangazwa kwamba je, Yesu ni mwana wa Mungu. Yani kabla sijasema ameshafeli hapo, yani kimantiki, kihoja ameshafeli, kwa sababu amejadili ambacho hakipo kwenye ubao pale. Ila kwanza, lakini kingine, mwalimu ametoa maandiko mengi sana akijadili kwamba Mungu ana watoto, Mungu ana watoto, lakini kama nilivyosema pointi ya msingi ameshaiacha. Lakini kwa sababu mimi sitamfuata kama alivyokwenda, mimi nitafundisha watu wajue mada iliyotangazwa leo. Je, Yesu ni mwana wa Mungu? Ndiyo mada iliyotukusanya hapa. Nitaanza hapa. Kwanza, sisi Waislamu hatusemi sisi Yesu sio mwana wa Mungu, ila Mungu ndiye aliyekataa. Yaani usije ukawasingizia Waislamu, kwa sababu kuna andiko pale katoa maelezo ya shehe, anasema shehe kasema. Sisi aliyekataza kwamba Mungu hana mtoto ni Mungu mwenyewe, sio shehe. Sasa kabla sijaanza ndani ya Qur'ani, kuna hoja aliweka, akasema kwamba Torati imesema Mungu ana watoto, maandiko fulani yamesema. Kwanza angalia msingi kwanza, hiyo Torati ambayo unadai. Kabla sijaenda katika hoja ya msingi, naomba nisomee kitabu cha Yeremia 8:8 kwanza, nianze kuishughulikia hiyo Torati ambayo umeifafanua hapa ukaacha mada. Kwanza tuelewe hayo maneno yaliyoelezwa kwa mujibu wa vitabu. Kwanza Biblia yenyewe inasemaje juu ya Torati? Kwanza hapa tujue. Naam. Yeremia 8:8 nasema. Inasemaje? Mwasemaje? Sisi tuna akili. Na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini ndio, tazama, kalamu ya uongo ya waandishi imefanyaje? Imefanya Torati kuwa uongo. Kwa hiyo kwanza, kwa andiko hili, ina maana maandiko yote uliyoyatoa yana mashaka. Rudia tena msomaji. Mwasemaje? Sisi tuna akili. Na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini tazama, ndio, kalamu ya uongo ya waandishi imefanyaje? Imefanya Torati kuwa uongo. Tumeanza na hili kwanza. Kwanza maandiko yote uliyoyatoa kwamba Mungu ana mtoto, kwa mujibu wa Yeremia 8:8 inaonekana kwanza yana mashaka. Sasa nimuulize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an 19:88. No, 19:88 Surati Maryam. Qur'ani 19 Surati Maryam hiyo. Naam. 88 aya inasema. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Na makafiri husema. Mwenyezi Mungu sasa ndio anatuambia kwamba na makafiri husema. Wanasemaje?
Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Bila shaka wameleta jambo lichukizalo kabisa kwa kusema hivyo. Kwanza Mungu anatangaza kwamba yeye anapotangazwa na mtoto, maana yake aliyeleta huyo maelezo hayo ameleta jambo lenye kumchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zinakaribia mbingu kutatuka kwa tamko hilo na ardhi kupasuka. Kwanza Mungu anaeleza kwamba zinakaribia mbingu kupasuka na ardhi kupasuka kwa tamko hilo la kusema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Kwa hiyo kuna jambo ambalo linamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na milima kuanguka ikakatika vipande vipande. Na milima inatamani kuanguka kukatika vipande vipande. Kwa kule kudai kwa hiyo hayo ni madai. Kwa kule kudai kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ana mtoto. Unaona, sasa Mwenyezi Mungu ameshatupa msingi kwamba sisi Waislamu sio tunakataa, Mungu ndiye alikataa. Kwa hiyo tunafuata maelekezo ya Mungu ya kukataa kwamba yeye hana mtoto. Lakini mwalimu alisema kwamba alitoa Qur'ani sura ya 601 kwamba inamkinikaje Mwenyezi Mungu awe na mwana hali hana mke. Alitoa sura 6 aya 101 akiwa na maana kwamba madai ya Qur'ani ni kwamba Mungu hawezi kuwa na mwana kwa sababu hana mke. Ndiyo maana akatiririka kuonyesha Mungu ana watoto akasahau mada. Sasa unaposema Mungu anazaa, maana yake Mwenyezi Mungu anatangaza kwamba ni chukizo kubwa. Mfano 66 Isaya 6:7. Isaya sura 66 aya ya 6 mpaka 7. Hebu angalia kwanza fundisho hili hapa. 6 Isaya mpaka 7. Naam. 6 Isaya mpaka 7 inasemaje? 6 mpaka 7 66. Ndio. Aidha inasema, naam, sauti ya fujo itokayo mjini. Sauti ya fujo itokayo mjini. Sauti itokayo hekaluni. Sauti itokayo hekaluni. Sauti ya Bwana walipaye adui zake adhabu. Ndio. Kabla hajaona utungu. Alizaa. Kabla maumivu yake hajampata. Alizaa mtoto mwanamume. Unaona? Sasa hebu tujiulize maswali, na mwalimu ikiwezekana baadaye utakaporudi ama atakuja mwingine atufundishe hapa kwamba ili andiko inaonyesha kwamba Mungu kabla hajaona uchungu alizaa. Anayeona uchungu maana yake ana mimba. Sasa mtatufundisha kwamba mnapotangaza kwamba Mungu, hatuna maana kwamba Mungu kwa mujibu wa Qur'ani sura ya 6 aya 101 kwamba inamkinikaje awe na mwana hali hana mke. Maana yake mnataka kutuaminisha kwamba hiyo mimba kumbe Mungu mwenyewe ilitunga tumboni kwake. Sasa mtatuambia kwa fundisho hili kama mimba Mungu hakuwa na mwana kwa sababu hana mke, lakini andiko hili linaonyesha kwamba Mungu mwenyewe alikuwa na mimba kabla ya kuona uchungu, alifungua mtoto wa kiume. Swali tunajiuliza, hii mimba kwa mujibu wa hapa Mungu alipewa na nani? Kama mke kule hana sawa, sasa mtatuambia hapa hii mimba sasa ambayo Mungu imeshatunga tumboni mwake kabla ya kuona uchungu akazaa, maana yake amezaa labda kabla ya muda. Je, mimba hii sasa atakuwa amepewa na nani? Kwa sababu mke hana. Hapa mtakuja mtufundishe. Hii ni mafundisho ya Biblia, na ndio maana nikatoa andiko kuonyesha kwamba hayo maandiko mnayotoa yana mashaka. Ndio maana yangu hapo. Allahu Akbar. Ndio maana yangu hapo kwamba hayo yana mashaka. Hebu rudia andiko kwanza, rudia hiyo 6 mpaka 7. Naam, inasemaje? Sauti ya fujo itokayo mjini. Sauti ya fujo itokayo mjini. Sauti itokayo hekaluni. Sauti inayotoka hekaluni. Sauti ya Bwana walipaye adui zake adhabu. Ndio. Kabla hajaona uchungu. Rudia tena. Kabla hajaona uchungu. Rudia. Kabla hajaona uchungu. Kabla hajaona uchungu alizaa. Maliza. Alizaa baba mtoto mwanamume. Unaona maneno hapo. Sasa mtatuambia huyu Mungu mimba katungwa na nani? Kwa sababu uchungu ameupataje kama mimba hana?
Ndio maana tunakataa, Mungu anakataa. Haya ni maneno ya kumsababisha Mwenyezi Mungu akasirike, na ndio maana mbingu zinatamani kushuka, zipasuke na hadi zipasuke kwa tamko hilo kwamba Mungu ana uchungu mpaka anazaa kabla ya muda. Ndio maana tunasema haya mafundisho yana mashaka. Namuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, mada iliyotangazwa, je, Yesu mwana wa Mungu, ambao Yesu tunamuita sisi Nabii Isa, ndio naingia kwenye mada hapo sasa. Qur'ani sura ya 4 aya 171, Allah unasemaje juu ya Nabii Isa alayhi salatu wasalam? Ndio mada yenyewe, japo mwalimu alisahau, labda baadaye atakumbuka. 171 Qur'ani inasema, A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Naam. Inasemaje? Enyi watu wa kitabu, nyie msipindukie mipaka katika dini yenu. Nyie msipindukie mipaka katika dini yenu. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo ya kweli. Masihi Isa bin Maryam, huyu Yesu, huyu mtoto wa Mariamu, huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwanza ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake Mwenyezi Mungu, alilompelekea Maryam. Tamko hili lilipelekwa kwa Maryam, na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Ni roho inayotoka kwa Mungu kama roho nyingine, kama roho ya paka, roho ya mbuzi, roho ya nini. Maana yake haina maana kwamba kwa sababu ni tamko awe ni mwana wa Mungu ndio maana Mungu akasema ni kama vile tu roho ya mbuzi, roho ya nini, kama roho nyingine tu. Maliza. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake. Kwanza muaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake. Wala msiseme watatu. Jizuieni itikadi hiyo, itakuwa bora kwenu. Tunawaonya, jizuieni, tunawashauri jizuieni na itikadi hiyo. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Ni mbali na utakatifu wake kuwa ana mwana. Ni mbali kabisa na utakatifu wake kuwa ana mwana. Unaona mafundisho yalivyonyooka, hayana utata. Lakini kuna utata mwingine mwalimu aliuleta, japo alikuwa nje ya mada. Hebu Mwanzo 6. Alafu mbona ulisoma kama umedokoa tu afu kumalizia? Sikiliza, kuna kitu umekikimbia kwenye andiko. Mimi namaliza 2 anzia 1 Mwanzo mpaka 2. Kuna kitu wamekikimbia. Sasa mimi nakikumbusha kwa sababu sisi ni walimu. Tunataka tuwakumbushe watu kitu ambacho ulikikimbia mwalimu wewe. Mwanzo ngapi? Mwanzo 6 anza 1. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Sasa nataka mnisikilize kwa makini, nitawaonyesha kitu ambacho mwalimu alikikwepa hapo. Ikawa wanadamu walivyozidi katika uso wa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu. Sasa akaishia hapo. Sasa kumbe tunaona andiko hili linaonyesha kwamba kuna wana wa Mungu, hatujajua Mungu gani, lakini hawa wana wa Mungu walikuja wakachungulia duniani, wakakuta kuna mabinti za kibinadamu, wakafanyaje? Wana wa Mungu anasema wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Unaona, yani wale wana wa Mungu walivyowacheki mabinti wakaona, mbona wako vizuri hawa, wazuri, wako bomba hawa. Na wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Wakajitwalia hadi pale, sio wameoa, wakajitwalia. Kumbe wana wa Mungu ni uovu. Kwa mujibu wa andiko hili, hawa wana wa Mungu wamewatamani watoto wa kibinadamu, wakawaona wani wazuri, wakaona warembo, wakajitwalia. Sasa hii sio sifa nzuri. Maana yake ukituambia kama Yesu naye atakuwa mwana wa Mungu, maana yake katika ile kundi naye ajitwalia mke hapo, mtatuambia alimtwaa mtoto gani katika hao watoto ambao waliochungulia dunia? Kwa hiyo sifa ya wana wa Mungu sio sifa nzuri kwa mujibu wa andiko hilo hapo, kwa sababu wamewaona mabinti wa kibinadamu wakawatamani. Kwa nini wasingewatamani watoto wa Mungu wenzao, wakawatamani watoto wa kibinadamu? Hapa kuna tatizo. Kwa hiyo hapa kuna tatizo, na ndio maana nikasema maandiko haya pia yanaonekana kidogo yana mashaka. Lakini nifundishe jambo moja. Nataka nifundishe jambo moja la msingi, kwamba kuna maneno alisoma katika kitabu pia cha Swadikul Yamin kwamba viumbe wote ni wana. Yeye kasema ni wana. Akija atarudia hapo,
lakini akasema Mtume Muhammad hajawahi kusema popote. Ndio maana tukasema aliyekataza katazo hili ni Mungu mwenyewe, na Mtume akasapoti 43:81 Qur'an. Kwanza tuingie kwenye Qur'an kwanza. 43:81 Al-Karim. 43:81 Al-Karim. Qur'ani inasema. Naam. 43:81. Na dunia hapo waandae waraka wa Yakobo 2:8. Uandae kabisa. Na inasema. Inasemaje? 43:81 Qur'ani inasema. Inasemaje? Inasema. Ndio. Sema. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Angalikuwa na mtoto. Unaona, Mtume naye anajua. Kwa hiyo Qur'ani Mwenyezi Mungu alitupa taarifa kwamba wakati wahyi unashuka Mtume anaambiwa, rudia tena ile andiko. Sema Muhammad, waambie watu. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Angalikuwa na mtoto. Kama angelikuwa na mtoto. Kama angelikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu mtoto huyo, kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Unaona, kwa hiyo Mtume SAW anaambiwa aseme kama Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema angekuwa na mtoto, Mtume anaambiwa na aseme kwamba mimi Muhammad ndio wa kwanza, ningekuwa wa kwanza kumwabudia mtoto huyo, kwa sababu ni mtoto wa Mungu wangu. Kwa sababu Mungu kama anazaa lazima azae Mungu. Kwa hiyo Mtume anasema kwa mujibu wa aya hiyo, kama Mungu angekuwa na mtoto, basi yeye Mtume SAW angekuwa ni mtu wa kwanza kabisa kumwabudu huyo mtoto, kwa sababu ni mtoto wa Mungu wake. Lakini maliza. Ameepukana Mola wa mbingu na ardhi. Ameepukana Mola wa mbingu na ardhi. Mola wa arshi. Ndio. Na hayo unayomsifia. Inatosha hapo. Sasa baada ya kutoa maandiko haya ndani ya Qur'an na uthibitisho kwamba Mungu hana mtoto, kuna jambo nataka kuuliza ndani ya Biblia. Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko, kwanza kuna sehemu nyingi ndani ya maandiko neno baba likiwa ina maana ya Mungu. Kwanza nataka niifafanue kwamba anaposema baba, hii ukisema baba ina maana wewe ni mtoto? Ndio nataka tuiulize Biblia ili wenzetu mfahamu kwamba unaposikia neno baba kwa maana ya Mungu haina maana wewe ni mtoto, kwa sababu unaweza ukakimbilia huko kwamba Yesu aliposema baba na kushukuru, kwa maana unaona kwa baadhi ya maandiko mengi ambayo Mungu kaitwa baba. Je, maana yake unaposema baba ina maana wewe ni mtoto kibiblia? Tunaangalia theolojia ya Biblia. Hebu tuangalie katika kitabu cha Isaya sura 64 aya ya 8. Unaposema baba, je, kinyume cha baba wewe unakuwa mtoto? Hapa tunauliza Biblia yenyewe iseme. Isaya 64:8. Isaya 64:8. Nane Isaya inasema. Inasemaje? 64:8 Isaya. Inasemaje? Naam, inasema hivi. Ndio. Lakini sasa Bwana, wewe u baba yetu. Sisi tu udongo. Unaona, wewe u baba yetu, sisi tu udongo. Sio wewe u baba yetu, sisi ni watoto. Rudia tena. Lakini sasa Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo, nawe mfinyanzi wetu. Unaona maneno hayo? Kwa hiyo Yesu aliposema baba haina maana yeye mtoto. Maliza bana, shuka hapo vizuri kidogo hapo ile andiko. Sisi tu kazi ya mikono yako. Sisi tu kazi ya mikono yako, sio tumekuzaa. Ndio maana ya maandiko ya Biblia. Natakiwa mfahamu, mje kusoma kwa Waislamu. Na leo tunaye Profesa Othman Habibu Mazinge, tunaye hapa, ametulia, hana wasiwasi, vijana wake tunafanya kazi. Wallahi huyu mzee tumuombee sana aendelee kuishi, tunapata vitu vya kutosha sana hapa. Na shuka endelea hapo baba. Mheshimiwa Spika, endelea baba. Naam. Inasemaje? 64:8.
Ndio. Tazama. Angalia. Ndio. Angalia. Ndio. Twakusihi sisi sote tu. Watu wako. Waislamu takbir. Takbir. Kwa hiyo ndio maana ya Biblia. Kwa hiyo mnatakiwa mfundishwe, muelewe. Haina maana Mungu ana mtoto. Unaposema baba, maana yake wewe ni udongo na Mungu ndiye anayefinyanga. Kwa hiyo sisi tu kazi ya mikono ya Mungu. Na ndio maana Yesu mwenyewe tutamuuliza, Yesu wewe ni mwana wa Mungu? 26 Mathayo 62 anzia hapo baba mpaka 63. Tunamuuliza Yesu mwenyewe. Wewe umeikimbia mada, mimi namfuata Yesu mwenyewe. Wewe Yesu mwana wa Mungu? 26 Mathayo. Wewe umemkimbia. Mimi namfuata. 26 Mathayo. 26:62 Mathayo. Naam, inasema. Naam. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia. Sasa kuhani mkuu akasimama akasema, ujibu neno. Wewe ujibu neno wewe Yesu wewe. Hawa wanakushuhudia nini? Hawa wanakushuhudia nini hawa? Lakini Yesu kumbe mtu mwenyewe ni Yesu. Akanyamaza kimya. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha. Sasa kuhani anamwapisha Bwana Yesu, anakuambia na kuapisha kwa nani? Kwa Mungu aliye juu. Kwanza kwa Mungu aliye juu. Utuambie kama wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu. Jamani, mpaka inafikia hatua anaapishwa kwa Mungu aliye juu. Maana yake kwanza hata yeye Yesu anakuwa sio Mungu hapa, kwa sababu anaapishwa kwa Mungu wake aliye juu. Je, Yesu anaulizwa, utuambie kwamba wewe ndio Kristo mwana wa Mungu, mpaka kiapo kimeapiwa hapo. Sikilizeni majibu ya Yesu. Atajibu wewe mwana wa Mungu? Maliza baba. Yesu akamwambia. Yesu akamwambia, wewe umesema. Wewe ndio umesema mwenyewe tu. Lakini nawaambieni tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu. Rudia tena. Mtamuona mwana wa Adamu. Rudia tena. Mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu akija juu mawinguni. Waislamu takbir. Yesu kalishwa kiapo kwamba tunakuapisha kwa Mungu aliye juu, tuambie wewe ndiyo Kristo mwana wa Mungu. Mwenyewe akasema wewe umesema tu. Lakini tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Naona maandiko yako wazi. Zetu mmekosea wapi? Na ndio maana ndugu yetu inawezekana akaikimbia mada akajali Mungu ana watoto. Kwa hiyo Yesu kajibu hapo. Lakini baada ya maandiko haya sasa kuna itikadi ambayo Qur'ani imeikataza. Kwa sababu gani? Msomaji baba. Hamidu. Baba wewe. Hebu nisomee Marko sura ya 3 aya 11. Marko sura? Inawezekana mafundisho haya yametoka upande mwingine. Sasa lazima kwanza tuwafundishe watu, kama Yesu mwenyewe kakataa na maandiko yako wazi na Mungu kakataa. Sasa mafundisho haya ndugu zetu wameiga wapi? Labda tujaribu kusachi sasa wameiga wapi. Lazima tutafute sababu. 3:11 Marko. Inasemaje? Na pepo wachafu kila walipomwona Yesu walianguka mbele yake, wakalia wakisema wewe ndiwe mwana wa Mungu. Sasa inawezekana wenzetu wameiga huko. Nyie mmeiga huko. Akawakataza sana wasifanyaje? Wasimzidi. Kwa nini asiwakubalie sasa? Kama yeye mwana wa Mungu, kwa nini asiwakubalie hapo? Kwa hiyo Yesu sio mwana wa Mungu, lakini itikadi hii ni itikadi ya mapepo. Na ndio maana Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 72 anasema majini walikuwa na itikadi kwamba Mungu ana mtoto. Kwa hiyo majini hao ndio hao mapepo washapu itikadi yao. Msomaji baba. Hebu tujazie andiko lingine. Ile Marko sura ya 5 aya 7. 5:7. Sikiliza, hiyo ni itikadi ambayo wenzetu wameiga, sio mafundisho ya Mungu. Mungu amekataa. Soma hiyo. Naam. Akapiga kelele kwa sauti kuu akasema. Ukianzia nyuma kuna mtu mmoja alikuwa na mapepo na alikuwa akiishi katika makaburi. Lakini akatazama akamuona Yesu kwa mbali kabisa. Huyo ni mtu ambaye ana mapepo kichwani.
Ile pepo ndio likapiga kelele. Naam. Akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Kwa hiyo inawezekana wenzetu wameiga mafundisho haya wakaingiza wakiaminisha kwamba Mungu ana watoto. Lakini haya si mafundisho sahihi, kwa sababu Mungu hawezi kuwa na mtoto kwa sababu sio sifa yake. Kwa hiyo naona maandiko yamekaa vizuri kabisa. Lakini hebu tuangalie kwanza, hebu soma sura ya 4 ile ile aya 172. 472 Qur'an. 472 Al-Karim inasemaje? Qur'an sura 4 aya ya 172. Ndio. Masihi Isa hata una unyonge kuwa mja Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo pamoja na nyinyi hata kama mtakataa, lakini Yesu mwenyewe pia hawezi kuona unyonge kwa mafundisho ambayo tunayatoa. Mungu anaeleza hapa, Masihi Isa mwana wa Maryam hataona unyonge, hata kama huko mtakuwa mmekataa, lakini yeye mwenyewe hataona unyonge ya kuwa. Wala malaika waliokurubishwa na Mwenyezi Mungu, wala malaika mbinguni huko hawaoni unyonge. Hawataona unyonge kuwa waja wa Mwenyezi Mungu. Hawataona unyonge ya kuwa waja wa Mwenyezi Mungu. Ni waja wa Mwenyezi Mungu, sio wana wa Mwenyezi Mungu. Na watakaona unyonge uja wa Mungu na kutakabali, ndio basi atakusanya wote kwake awatie motoni. Unaona, kwa hiyo maandiko yako wazi kwamba bado dakika 5 muda umeisha. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kupoteza